Okay. Mara nyingi napenda kuambia watu hivi. Makanisani tunakuaga na ile mama mchungaji. Yaani maana yake ni mke wa pasta. Sawa? Pastor Rose sio tu mke wa pasta. Yeye mwenyewe ni pasta. Yaani ana wito wa kimungu. Kwenye Efeso 4:11 napenda neno la Mungu. So Efeso 4:11 anasema akawatoa wengine kwa mitume, wengine kwa manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Sasa yeye kwenye huduma 5 ni mchungaji na mwalimu. She's a teacher, prophetic teacher kabisa. So ni mtumishi wa Mungu, sio tu mke wa mchungaji. Kwa hiyo watu wanapomuona mitandaoni wasichukulie kama mama tukana ubiri. No, ni mchungaji kabisa. Mbali na hapo amepakwa mafuta ya utumishi, amesimikwa. Unielewa? Ni reverend kabisa. Ana uwezo wa kufungisha ndoa, ana uwezo wa kuzika, ana uwezo wa kubatiza. Yaani ni mchungaji pase, unamwacha kwenye church na anaendesha huduma. Siwezi kusema ni sawa ama si sawa, kwa sababu jambo la kwanza, mapenzi ni jambo binafsi. Umenielewa? Nikiangalia maandiko yanasema kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Haikutaja umri. Umenielewa? Kwenye maandiko haijataja umri. Lakini tukija sasa kwenye uhalisia, tukaja kwenye sayansi, na pia sayansi na facts zinazingatiwa. Kiuhalisia mwanamke anawahi kukua kabla ya mwanaume. Ndio maana binti wa miaka 18 anaweza akaolewa na akawa mama kwenye ndoa kabisa, na akalea familia vizuri kabisa. Lakini kijana wa miaka 18 kuoa na akatunza familia ni changamoto. Maana yake ni kama ubongo wa mwanamke unakuwa mapema, kwa sababu anaandaliwa kuwa mama. Mwanamke ana tumbo la uzazi, mwanaume hana. Mwanamke ana maziwa ya kunyonyesha, mwanaume hana. So ni kama Mungu anatengeneza hata mtoto wa kike anakuwa anawahi kuongea mapema kabla ya mwanaume. Sasa kijana anapokuwa na mwanamke mtu mzima kwake au aliyemzidi umri, ni changamoto. Ndio maana tunashauri sasa ile tu kitamaduni, kwamba uoe mtu ambaye angalau yuko ana umri chini yako kidogo, au kama imebidi basi mnailingana. Umenielewa? Na kama mmelingana pia hakikisha unaona kabisa kwamba kiufahamu nimetangulia. Sababu kama akikuzidi upeo ni changamoto pia. Utaona kama anakupelekesha, utaona kama hakuheshimu na inazaa magomvi. Sasa mapenzi hayapangwi. Huwezi ukampangia mtu. Lakini ni hekima sana kulingana na hii mifumo ya kibiolojia tulionayo, kuwa na mtu ambaye angalau mwe umri sawa au yuko chini. Kwa sababu pia mwanamke anawahi kukua, afu pia mwanamke ni kama anawahi kuzeeka. Umenielewa? Kuliko mwanaume. Sasa unapochukua mtu ambaye amekuzidi miaka 7, 8, 9, 10, atakuwa bibi kabla yako, alafu mwisho wa siku inakuwa changamoto, hata kutembea mshikana mkono uwezi. Kwa hiyo kwa hekima tunashauri kwamba hebu tubalance. Lakini pia sasa hivi kuna swala la vijana wengi kutopenda kazi au kutaka maisha ya mteremko. Sasa unakuta wanawake wamefanikiwa kiuchumi, wengine ni mjane, mume alifariki. Sasa kijana anaona ajiweke ili maisha yaende. Sasa mara nyingi unakuta hata akiingia kwenye mahusiano ya mteremko itakuwa changamoto, sababu ameenda kwa mtu ampendi, ametaka tu nguvu ya kiuchumi kusaidika. So mwisho wa siku itakuja kuwa changamoto kama hakuna mapenzi ya kweli ya ndani. Ndio unasikia cheating zinatokea mpaka watu wanauana na nini. Usitafute mteremko. Raha ya mwanaume ni kuhudumia. Raha ya baba ni kurudi nyumbani, nyumba umejenga au mmeshirikiana kujenga na mwenzako. Yaani hata uwezi ukafukuzwa, sababu ni kwenu au ni kwako. Unaona? Kuliko hii nyumba ya mwanamke, gari ya mwanamke, kila kitu cha kwake. Alafu uko pale kuweka ndevu zako. Hili ni tatizo. Ni sahihi ndoa inapovunjika kuingia kwenye ndoa nyingine kwa Wakristo? Na mahusiano gani yapo kati ya ndoa ya pili na Wakristo, sio ya kwanza? Maswali yako yako tricky. Very tricky. Lakini tukiangalia kwenye maandiko, mimi siwezi kusema nje ya Biblia
Sawa. Andiko anasema kwenye kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 4, akajibu akawaambia, mkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo, aliumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mamaye, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Akasema mstari wa 8, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. So kuachana ama talaka imekuja kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Lazima kutangulie shida kati ya watu wawili ndio kuachana kunatokea. Sasa nami nawaambia nini, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini. So Yesu anapomaanisha hapa, nami nawaambia nini, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa, maana yake sababu pekee inaweza kupelekea kuachana ni uasherati. Maana yake unapoanza kutoka nje ya ndoa ukawa na mahusiano mengine, ulishavunja agano ambaye Mungu ni shahidi wa agano la ndoa kati ya mke na mume. Sasa unapoanza kutoka nje ya ndoa na kuanza mahusiano mengine, umeshavunja ndoa, umeshavunja agano. Sasa kama agano limevunjika, na hii ni sababu pia ya kusitisha hiyo ndoa, lakini bado kuna nafasi ya msamaha, samehe 7 mara 70. Si umenielewa? Lakini pia kuna mambo yanayopelekea ndoa kuvunjika mengi tu, ambayo kwa zamani yalikuwa yanafanyika kimya kimya. Siku hizi uwepo wa mitandao, dunia imekuwa kijiji, ndio yamekuwa yanasemwa sana. Unanielewa vizuri? Lakini kuna abuse kwenye ndoa. Nimewahi kuletewa kesi, mwanaume anapiga mwanamke mpaka anamkanyaga, yani anapiga mpaka anamkanyaga, kama anaua nyoka, mpaka mama anazimia. Sasa mtu kama huyu sio wa kukaa na mwanamke. Huwezi ukasema wakae kwa sababu unajua mpaka kifo. Sio kifo cha kulazimishwa. Kifo hicho kisema Yesu ni kifo ambacho ni nini? Yani mapenzi ya Mungu, kwamba imetokea mmoja ametangulia. Sio kifo cha kupelekana ile mpaka mtu anakuchoma mkaa. Umeona kama ile kesi ulisikia mtu amechoma magunia mawili. Umenielewa? Hii sasa si sawa. So kama kuna abuse, kuna hatari, tunaruhusu watu kutengana. Unielewa? Lakini sasa sio mtu kutumia hii kwamba ugomvi kadogo tuachane. Hapana. Kimungu si sawa. Na sasa kusema ndoa za pili zinadumu, nina mashaka na sijui una research ya namna gani ambayo umeifanya, lakini mimi ninavyofahamu katika miaka yangu mingi ya huduma kwa sasa, ndoa ya pili inakuwaga changamoto. Yani katika 100% ya ndoa za pili, labda 25 to 30% ndoa zinakaa, nyingi zinavunjika tena. Unakuta mtu ameachika hapa, kaolewa, kaachika tena, kaolewa kule, au kamoka mwenyewe, sababu kuna mengi yanayotokea hapo katikati. Sasa kwa sisi wa Kristo si ruhusa, si jambo lilozoeleka, si utamaduni wetu kuachana. Umenielewa? Lakini sasa ulimwengu unapoanza kuwa kijiji, mambo mengi yanaibuka. Na mengine pia taarifa mbaya zinaenea mapema. Ndoa nyingi nzuri zipo, lakini watu hawaziongelei. Lakini pakitokea shida, kila mtu anaisema hiyo shida. So ni changamoto. Asante sana. Na tunapokwenda kumalizia, mtumishi wa Mungu, tumekuwa tunabarikiwa sana na namna ambavyo unakuwa ukituombea. Sasa hivi kumekuwa na uwanja mpana kidogo. Watu wanaangalia TV, watu wanafuatilia katika mitandao ya kijamii, YouTube, Instagram, mahubiri tofauti, na watu wanapokea huko walipo. Lakini pale inapokuja swala la, inapoandikwa namba pale, sadaka yako unaweza ukatuma humu hivi, imezua gumzo kidogo. Hebu iweke sawa, kwa sababu pia imewapa hofu baadhi ya watu kutuma hizo sadaka ambao hawajui. Lakini wamechukulia kama sasa ndo bango tena. So unajua kitu kibaya kinavyo enea kwa urahisi. Hebu iweke sawa hii, alafu tuweze kuelewana. Well, mimi pia ni mmoja wa wahubiri kwenye mtandao. Nafikiri na kanisa, kwa neema ya Mungu, na kanisa kubwa mtandaoni kuliko hata kanisa ambalo nalichunga mahali pamoja. Sababu na washirika wako Uingereza, wako Marekani, Australia, China, everywhere, kila mahali.
wanaomba na sisi kwenye kipindi chetu cha maombi kila siku saa 12 asubuhi, madhabahu ya Moto TV. You see, so we are all over. Now, mtu anapohudumiwa anasema Paulo, nikiwahudumia vya rohoni, je, ni vibaya nikivuna vya mwilini? Kwenda live kuna kulipa bando. Right? Na bando tunalolipa sio shilingi 1000, ni bando la mwezi. Kwenda live kuna cameras, kuna umeme, kuna mtu kama hapa tupo, kuna mtu wa kamera hapa anashuti, wewe unanioji. Umenielewa? Ana familia yule. Umenielewa? Ana watoto wanasoma, anatakiwa kusapotiwa. Na ndio maisha yake. So mimi ninavyokaa na kuhubiria hapa, unanisikiza kwenye TV, wewe unaniona mimi, lakini nyuma yangu mpaka nimekaa hapa kuna kundi la watu ambao wananiangalia mimi. Umenielewa? Na wakati mwingine kipato changu huenda hakitoshi kuamudu wote. Ndio maana unamtaka mtu basi anaitazama online kama anabarikiwa naye kusupport. Na maandiko yapo. Umenielewa? Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari 4 anasema ng'ombe apurapo nafaka usimfunge kinywa. Wakorintho wa kwanza 9:9 Paulo anasema kwa maana katika Torati Musa imeandikwa usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu aongelea mambo ya ng'ombe? Hapana. Timotheo wa kwanza 5:18 kwa maana andiko lasema usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Tena mtendakazi astahili ujira wake. Sasa kama mimi nakubariki vya rohoni, si dhambi kwako kunibariki vya mwilini. Unapotuma sadaka kwa mtumishi wa mtandaoni haumnufaishi. Kiukweli ukija kuchunguza maisha yetu, yani mimi na maisha yangu mengine kabisa nje ya kazi na uhubiri, na biashara zangu na miradi yangu ambayo inaniendesha maisha. Sasa nikichukua kwenye biashara nikaweka hapa ili nijinunulie bando tena, nimlipe mtendakazi, ninunue kamera, unakuja tukubarikiwa unasepa, na najirudishia baraka zote. Umenielewa? Ili tuweze kushare baraka. Mimi nikikuhubiria na wewe una support, unanunua bando. Unaamua kuwa partner wa huduma, unatuma kiasi chochote ambacho unakiweza kwa mwezi, ili pia tuweze kupanga. Nijue sasa nilikuwa nahitaji mtu wa graphics ambaye awe ananifanyia kazi zangu masaa 24 ili matangazo yatoke kwa wakati. Naweza nikamwajiri. Maana nimejua Helen ananipa 100,000 kila mwezi, 50,000 kila mwezi. Sasa nikipata kina Helen 3 4, si huduma inaenda kirahisi. Kwa unajikuta badala hata kuanza kuhangaika niende kwenye biashara, nipigiwe simu na mteja, nakaa ofisini kusoma na kuomba kujifunza ili nipate nafasi ya kuhudumia watu. So unayemzuia mtu kusupport mhubiri anayemuona mtandaoni, wewe una shida. Tena shida ni kubwa. Kwa sababu pia iko hivi, mtu anatakiwa kufahamu, watu wangu hawezi kuwa watu wako. Mungu amegawa riziki kwa kila mtu. Ndio maana unapowazuia watu kuniangalia mimi, hawaji kwako. Yani hata ukiwasema vibaya, ukanisema vibaya, ukanichafua, ukasema kwa hivyo sasa utawapata watu wangu, hamna. Ukiwavunja moyo kutokuja kwangu, hawaendi kabisa kanisani. So unakuwa tumekosa wote. Umenielewa? Kwa hiyo ni bora kunisupport unapoona nafanya kitu kizuri. Mimi nafikiri na mengi ya kusema, ni maana nikamuoa sasa. Unabosikia Rose Shaboka ndio mimi sasa. So umenielewa? Hiyo ukisema alimzunguzieje wewe, huyu mwanamke ni chuma chuma kweli kweli. Kamerani umesikia? Kule chuma huko chuma. Wewe chuma vile vimekutana. Yaani ni chuma kweli kweli, yani okay. Mara nyingi napenda kuambia watu hivi. Makanisani tunakuaga na ile mama mchungaji. Yaani maana yake ni mke wa pasta. Sawa? Pastor Rose sio tu mke wa pasta. Yeye mwenyewe ni pasta. Yaani ana wito wa kimungu. Kwenye Efeso 4:11 napenda neno la Mungu. So Efeso 4:11 anasema akawatoa wengine kwa mitume, wengine kwa manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Sasa yeye kwenye huduma 5 ni mchungaji na mwalimu. She's a teacher, prophetic teacher kabisa. So ni mtumishi wa Mungu, sio tu mke wa mchungaji. Kwa hiyo watu wanapomuona mitandaoni wasichukulie kama mama tukana ubiri. No, ni mchungaji kabisa. Mbali na hapo amepakwa mafuta ya utumishi, amesimikwa. Unielewa? Ni reverend kabisa. Ana uwezo wa kufungisha ndoa, ana uwezo wa kuzika, ana uwezo wa kubatiza. Yaani ni mchungaji pase, unamwacha kwenye church na anaendesha huduma kabisa. Lakini pia ni msomi.
amefanya degree ya kwanza ya theolojia, ana degree ya uchumi, hiyo ni ya elimu dunia. Ana degree ya kwanza ya theolojia, ana degree ya pili masters, anafanya PhD. So Sunia ni doctor wa theolojia na church leadership. Kwa hiyo kwenye shule yuko vizuri, kiroho yuko vizuri, kiupako yuko vizuri. Sasa si unamzungumziaje? Simeelewa. Kwa hiyo ni chuma kweli. Kwa hiyo naomba tu watazamaji ambao wanafuatilia clip zake, sio clip za mtu tu ambaye amejisikia kuongea ili kutrend. Hapana. Zile zinakatwa kanisani, akiwa anafundisha kanisani au kwenye makongamano aliyoalikwa. Na haendi kama sijui tu ni MC au kaenda kama kungwi kufunda. No, yani anaenda kama mchungaji. Umenielewa? Anaweza kuendesha ibada kabisa.